Karibu katika ulimwengu ambapo kila sauti ina maumivu na kila simulizi ina funzo la kipekee. Hapa ndipo ukweli unaposimuliwa bila woga na siri zilizozikwa kwa miaka mingi zinafukuliwa. Wewe unayesikiliza sauti hii sasa umekuwa sehemu ya familia kubwa. Hapa ni BBV Stories. Tunakuletea simulizi za maisha, dhuluma, upendo na haki zinazochelewa lakini hazipotei. Ili usipitwe na mwendelezo wa hadithi hizi zinazosisimua mwili na roho, tafadhali bonyeza kitufe cha subscribe hapo chini na usisahau kuwasha kengele ya taarifa. Maoni yako ni muhimu kwetu. Tuambie, simulizi hii imekugusa vipi kwenye sehemu ya comment? Baki nasi, kwani hapa BBV Stories, kila hadithi ni safari ya moyo wako. Mimi ni msimulizi wako, Victor Rashid. Leo nakuletea kisa ambacho kitazitisha hisia zako. Kisa kitakachokufanya utafakari maana ya ubinadamu na ukatili wa mfumo wa sheria pale unaponaswa na mtego wa chuki na kisasi. Hii ni hadithi ya kijana Bright, kijana aliyekuwa na ndoto, kijana aliyempenda mke wake Neema kwa roho yake yote. Lakini ndani ya sekunde chache, alfajiri moja ya damu, maisha yake yaligeuka kuwa majivu. Je, unaweza kuvumilia miaka 15 gerezani kwa kosa usilolijua? Je, utafanya nini ukigundua kuwa wakati wewe unatafuta haki, mke wako, kimbilio lako la pekee, amekata tamaa na kuchagua kifo? Sikiliza kwa makini simulizi hii ya kusisimua na ya kusikitisha niliyoiandika kwa ajili yako. Huu ni mwanzo wa safari ya maumivu, usaliti na haki iliyochelewa. Hii ni Hukumu ya Majivu. Sura ya 10. Matofali ya majuto na pumzi ya mwisho. Karibu tusafiri pamoja. Siku 3 zilikuwa zimepita tangu mamilioni ya serikali yapeperushwe na upepo wa kibaoni. Bright alikuwa amebaki peke yake, akiishi kwenye magofu ya nyumba yake. Macho yake, ambayo sasa yaliona giza tupu, yalikuwa hayana kazi tena. Kwake, ulimwengu ulikuwa umeshafutika, akibaki na sauti na harufu ya ardhi tu. Bright aliamua kufanya jambo moja la mwisho. Alitaka kumjengea Neema kaburi la heshima. Si kwa fedha za damu, bali kwa mikono yake mwenyewe. Mikono ile ile iliyovunja mawe machimbo ya Isanga. Bright alianza kazi, akiwa amepiga magoti. Alikuwa akigusa udongo wa kaburi la Neema ili kupata kipimo. Tofali lingine lilianguka na kumponda vidole, lakini hakutoa hata sauti ya maumivu. Mke wangu, Fadimina Nane, Bright alinong'ona. Hata kama sioni, moyo wangu unajua ulipo. Hii ndiyo nyumba yako ya kudumu. Ujenzi ulikamilika jioni ya siku ya 5. Bright alichukua mkaa na kwa mkono unaotetemeka aliandika maneno ya mwisho juu ya saruji mbichi. Neema, nimevua pingu za mikono. Sasa nasubiri kuvua pingu za mwili ili nije tulale sote. Muda mfupi baadaye, Bright alijisikia vibaya sana. Alikaa chini, akitegemea kichwa chake kwenye kaburi la Neema. Mwalimu, Bright alinong'ona kwa sauti ya chini kabisa. Giza limekamilika. Sioni tena. Lakini ajabu ni kwamba sasa ndipo ninapoona sura ya Neema vizuri zaidi. Namuona amesimama mbele yangu, amenyoosha mikono. Anasema safari yangu imekwisha. Bright alijinyoosha kando ya kaburi lile.
Alivuta pumzi ndefu ya hewa ya kibaoni, pumzi ya mwisho. Neema. Bright alitaja jina lile kwa mara ya mwisho, na mkono wake uliokuwa umeshika udongo wa kaburi ukalegea na kudondoka. Bright Peter, mfungwa namba 842, alikuwa amefariki. Alikufa akiwa hana senti mfukoni, akichagua kufa karibu na mwanamke aliyekuwa dunia yake yote.